tumewaasa kwamba mchakato wa uchaguzi ndio umekwisha anza, ndio maana wao wanafanya zoezi la kuteua wagombea. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi wenyewe ambapo kutakuwa na uteuzi wa wagombea rasmi kwa ile tume huru ya uchaguzi, halafu tuingie kwenye kampeni, halafu uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo tumewaasa katika kipindi hiki wajitahidi sana, pamoja na ushindani uliopo, wadumisha amani, utulivu, uzalendo na umoja wa kitaifa, kwa sababu kwenye ushindani mtu anaweza kutamani kufanya vitu ambavyo vinakiuka sheria. Kwa hiyo tumewasihi sana, huu ndio muda mahususi sana wa kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria. Nasema Chama cha Makini kitatoa elimu bure kuanzia kindergarten, shule za msingi, sekondari kwa maana ya I level na O level mpaka chuo kikuu. Bure. Kuhusu kilimo, chama changu cha Makini kimejitabanisha ni chama kitakachokwenda kusimamia kilimo. Ahadi yangu kwa Watanzania vijana ambayo wamekuwa ni nguvu kazi kubwa katika nchi yetu, ahadi yangu kwao kuhusu kilimo, kila kijana Mtanzania aliyefikisha umri wa miaka 21 nikipata uraisi nitampa ekari 5 kwa ajili ya kwenda kujiendeleza kiuchumi. Nashukuru nimepata bahati ya kuteuliwa kama ni mgombea mwenza. Kitu cha kwanza, naahidi kusimamia sera ya chama changu. Hiki ndio kitu cha kwanza ambacho kitakuwa ni mwongozo katika safari yangu. Lakini pia nitashajihisha wanawake wenzangu katika kusimamia ama kuingia katika ngazi tofauti za uongozi ili tuweze kufikia malengo ambayo serikali imejiwekea. Kwa sababu tumekuwa wakina mama tuna changamoto moja mbili, tunashindwa kuweza kusimamia majukumu ya familia, lakini upande wa pili kuingia katika mambo ya kijamii. Mimi nakumbuka Zanzibar viwanda vilikuwepo. Kiwanda cha ngozi, kiwanda cha sukari, lakini viwanda vyote hivyo Zanzibar vimekufa. Kwa hivyo endapo Mwenyezi Mungu akijalia wananchi wa Zanzibar wakinipa ridhaa wakati wa kupiga kura, wakati wa uchaguzi, tutahakikisha Zanzibar inakuwa ni Zanzibar ya viwanda. Na kwa nini Zanzibar ya viwanda? Malengo ya Chama cha Makini katika ilani yetu tushasema, Wazanzibari wote, hatuna sababu ya kuwa Wazanzibari wasichukue kima cha chini shilingi 500,000 kwa kila Mzanzibari. Database tumeipitia, tumefanya research na tumegundua kwamba Wazanzibari hatufiki milioni 2. Hatuna sababu ya kuwa tusifikie kiwango cha kumpa kila Mzanzibari aliyezaliwa Zanzibar anapata 500,000. Tumeona hayo kwa nchi nyingine. Tumemwona Gaddafi alikuwa analipa wananchi wake. Kwa hivyo na Zanzibar hatuna sababu. Tuna uchumi wa blue. Uchumi wa blue ambao kama tutaufanyia kazi ipasavyo, basi hatuna sababu kwa nini Wazanzibari wasilipo 500,000 kila Mzanzibari ambaye hafanyi kazi serikalini. Na mishahara ya wanafanya kazi wa serikali, kima cha chini cha mshahara wa Zanzibar ni mshahara wa milioni 1,500,000.